Huu ni uchambuzi kutoka kwa mchambuzi wa soka Tanzania George Mpangile. Baada ya dabi ya Kariakoo kutamatika, wekundu wa Msimbazi wakipoteza mara 6 mfululizo mbele ya Young Africans. George Mpangile anasema tuanze na Simba Sports Club. Wakati wanaanza build up, eneo la nyuma wanakuwa na watu watatu nyuma, Rushain, Hamza na Karabu, na pamoja na Kagoma, alafu Kante mmoja wapo anashuka chini kuifanya build up yao ifanyike, kuivuka pressing ya Africans, na walifanikiwa katika hilo. Tatizo likawa kwenye idadi ya wachezaji, hasa wakivuka mstari wa kati. Simba wakifika kwenye eneo la mbele walikosa idadi nzuri ya wachezaji. Young Africans walishinda wao mapambano yao, na ile ya pili pia walishinda. Plan B ya Simba ikawa kutumia mipira mirefu kwenda kwa mawinga wao, na walifanikiwa kufika eneo la mwisho. Tatizo ni ufanisi ukawa mdogo mbele ya lango, na saves ambazo zimefanywa na Djigui Diarra zikaendelea kuiweka high mechi kwa upande wa Young Africans. Young Africans walifanikiwa wapi? Bila mpira waliweka pressure vizuri kwenye mpinzani na kuzuia space vizuri eneo la ndani. Viungo watatu walitoa msingi sahihi kwa Young Africans kuzuia eneo la kati, na wakiwa na mpira walifika eneo la mwisho kwa pattern nzuri. Fanya mpira utembee kwa haraka zaidi, na walikuwa na lana wengi eneo la mbele. Kivipi? Muundo wa Young Africans wa 2-4 wakati wanaanza build up, na ulitoa msingi sahihi kwa Young Africans kuivuka pressing ya Simba yenye wachezaji 5 mpaka 6. Rahisi kwa changamoto, kwa sababu kwao ni Young Africans walikosa kiungo mwenye ubunifu. Kulikuwa hakuna accuracy nzuri ya utengenezaji wa nafasi kwenye eneo la mwisho, hasa kipindi cha kwanza kabla ya kuingia kwa Mohamed Dumbia. Kipindi cha pili nafikiri Romain Folz alifanya mabadiliko ya kuamua mchezo. Dumbia kwenye namba 10, tukaanza kuona nafasi zinatengenezwa kupitia maeneo yote pembeni na katikati. Walikuwa na idadi nzuri ya wachezaji eneo la mbele. Lucien De Luc kwa kazi na kiwango kizuri alichokionyesha hakupaswa kuwa katika timu iliyopoteza mechi. Very good performance kwa siku ya leo. Na Iza Patrick Mwenda kiulinzi anafanya vitendo vingi vya kiulinzi kwa usahihi. Positional, interception na tackling amewaweka mfukoni kina Eli Mpanzu. Kibu Denis anafanya vitu vingi kwa usahihi, ile utulivu katika eneo la mwisho bado anabidi aongeze vitu. Pacome Zouzoua sio mechi bora, lakini kasimama na kuhesabiwa katika wakati sahihi, na ndio maana Mwalimu Fadlu alisema kwamba anahitaji wachezaji ambao ni X factors, kwa sababu wakati wote wanaamua mechi. Aziz Andambwile ilikuwa ni mechi bora sana, hasa dakika 45 za kipindi cha pili. Watu walimsahau Ali Diaucho. Djigui Diarra kaonesha tena ni kwa nini ni kipa bora sana hapa Tanzania. Kafanya saves 3 maridadi kulikweli ambazo zimeifanya Young Africans leo hii kubeba ngao ya jamii. Kama sio saves ya Djigui Diarra aliyoifanya kwa Kibu Denis mara 2, lakini bado kwa Shomari Kapombe miongoni mwa save bora kabisa na kuifanya mechi imalizike kwa 1-0. Namna ni mara 6 mfululizo, na ni lini itaisha hii Simba wenyewe ndio wanajua. Full time Simba Sports Club 0, Young Africans 1. Na sasa itosha kusema ya kwamba Young Africans wamedominate dabi ya Kariakoo. Unaweza ukasema kwa sasa hakuna dabi, kama utakuja na dabi nyingine ambayo unaweza ukawapa Young Africans testi nzuri, lakini kama ni dabi dhidi ya Simba Sports Club, ni kwamba Simba wameshaferi kuipa testi na ladha halisi ya dabi ya Kariakoo katika misimu ya hivi karibuni. Kufungwa mara 6 na timu moja mfululizo, timu ambayo inasemekana mnalingana kwa kila kitu, ni dabi, haiwezekani. Ni kwamba Young Africans wamechukua utawala, na ile kauli yao ya ahadi ya miaka 10 mfululizo aliyoitoa Haji Sunday Manara huenda ikadumu miaka na miaka, na ikaje ikafikia kweli. Mara ya 6 mfululizo wamepoteza. Sasa wewe ni nani? Usikubali. Ukiona unaumia zaidi, kubali kuungana na wananchi. Huu ni uchambuzi kutoka kwa mchambuzi wa soka Tanzania George Mpangile. Baada ya dabi ya Kariakoo kutamatika, wekundu wa Msimbazi wakipoteza mara 6 mfululizo mbele ya Young Africans. George Mpangile anasema tuanze na Simba Sports Club. Wakati wanaanza build up, eneo la nyuma wanakuwa na watu watatu nyuma, Rushain, Hamza na Karabu, na pamoja na Kagoma, alafu Kante mmoja wapo anashuka chini kuifanya build up yao ifanyike, kuivuka pressing ya Africans, na walifanikiwa katika hilo. Tatizo likawa kwenye idadi ya wachezaji, hasa wakivuka mstari wa kati. Simba wakifika kwenye eneo la mbele walikosa idadi nzuri ya wachezaji. Young Africans
walishinda wao mapambano yao, na ile ya pili pia walishinda. Plan B ya Simba ikawa kutumia mipira mirefu kwenda kwa mawinga wao, na walifanikiwa kufika eneo la mwisho. Tatizo ni ufanisi ukawa mdogo mbele ya lango, na saves ambazo zimefanywa na Djigui Diarra zikaendelea kuiweka high mechi kwa upande wa Young Africans. Young Africans walifanikiwa wapi? Bila mpira waliweka pressure vizuri kwenye mpinzani na kuzuia space vizuri eneo la ndani. Viungo watatu walitoa msingi sahihi kwa Young Africans kuzuia eneo la kati, na wakiwa na mpira walifika eneo la mwisho kwa pattern nzuri. Fanya mpira utembee kwa haraka zaidi, na walikuwa na lana wengi eneo la mbele. Kivipi? Muundo wa Young Africans wa 2-4 wakati wanaanza build up, na ulitoa msingi sahihi kwa Young Africans kuivuka pressing ya Simba yenye wachezaji 5 mpaka 6. Rahisi kwa changamoto, kwa sababu kwao ni Young Africans walikosa kiungo mwenye ubunifu. Kulikuwa hakuna accuracy nzuri ya utengenezaji wa nafasi kwenye eneo la mwisho, hasa kipindi cha kwanza kabla ya kuingia kwa Mohamed Doumbia. Kipindi cha pili nafikiri Romain Folz alifanya mabadiliko ya kuamua mchezo. Doumbia kwenye namba 10, tukaanza kuona nafasi zinatengenezwa kupitia maeneo yote pembeni na katikati. Walikuwa na idadi nzuri ya wachezaji eneo la mbele. Lucien Delac kwa kazi na kiwango kizuri alichokionyesha hakupaswa kuwa katika timu iliyopoteza mechi. Very good performance kwa siku ya leo. Na Isa Patrick Mwenda kiulinzi anafanya vitendo vingi vya kiulinzi kwa usahihi. Positional, interception na tackling amewaweka mfukoni kina Eli Mpanzu. Kibu Denis anafanya vitu vingi kwa usahihi, ile utulivu katika eneo la mwisho bado anabidi aongeze vitu. Pacome Zouzoua sio mechi bora, lakini kasimama na kuhesabiwa katika wakati sahihi, na ndio maana Mwalimu Fadlu alisema kwamba anahitaji wachezaji ambao ni X factors, kwa sababu wakati wote wanaamua mechi. Aziz Andambwile ilikuwa ni mechi bora sana, hasa dakika 45 za kipindi cha pili. Watu walimsahau Ali Diaucho. Djigui Diarra kaonesha tena ni kwa nini ni kipa bora sana hapa Tanzania. Kafanya saves 3 maridadi kulikweli ambazo zimeifanya Young Africans leo hii kubeba ngao ya jamii. Kama sio saves ya Djigui Diarra aliyoifanya kwa Kibu Denis mara 2, lakini bado kwa Shomari Kapombe miongoni mwa save bora kabisa na kuifanya mechi imalizike kwa 1-0. Namna ni mara 6 mfululizo, na ni lini itaisha hii Simba wenyewe ndio wanajua. Full time Simba Sports Club 0, Young Africans 1. Na sasa itosha kusema ya kwamba Young Africans wamedominate dabi ya Kariakoo. Unaweza kusema kwa sasa hakuna dabi, kama utakuja na dabi nyingine ambayo unaweza ukawapa Young Africans testi nzuri, lakini kama ni dabi dhidi ya Simba Sports Club ni kwamba Simba wameshaferi kuipa testi na ladha halisi ya dabi ya Kariakoo katika misimu ya hivi karibuni. Kufungwa mara 6 na timu moja mfululizo, timu ambayo inasemekana mnalingana kwa kila kitu, ni dabi, haiwezekani. Ni kwamba Young Africans wamechukua utawala, na ile kauli yao ya ahadi ya miaka 10 mfululizo aliyoitoa Haji Sunday Manara huenda ikadumu miaka na miaka na ikaje ikafikia kweli. Mara ya 6 mfululizo wamepoteza. Sasa wewe ni nani usikubali? Ukiona unaumia zaidi, kubali kuungana na wananchi.